Bwana Mtume anasema inna Allaha khabba'a thalathatan fi thalathat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo matatu ndani ya mambo matatu. Khabba'a ridwanahu fi ibadatin, Mwenyezi Mungu amezificha radhi zake katika ibada. Fala tahqiranna min alibadati shay'an, usidharau ibada yoyote. Kusema astaghfirullah usidharau. Inawezekana kwa wakati wako huu kauli yako ya astaghfirullah ni Mwenyezi Mungu ndo ameweka radhi zake nyingi kwako kupitia neno hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka saum ya Jumatatu na Alhamisi. Ikifika siku hiyo usidharau ukasema hii sunna bwana. Inawezekana radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikawa katika saumu ya siku hiyo. Usidharau. Ukajikuta maisha yako na mwenendo wako wote umebadilika. Ukawa min atqa nas fil ard, ukawa wewe ni katika wacha Mungu wakubwa katika ardhi. Mwenyezi Mungu amekuongoa kwa ibada yako hii uliyoifanya katika siku hii ya leo. Sawa. Kwa hiyo wewe linda ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila eneo. Kila aina ya ibada, hii ibada ifanye. Inawezekana radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu amekuandikia katika hiyo ibada. Kwa hiyo usidharau ibada. Sadaka, toa sadaka. Muombe Mwenyezi Mungu. Ongea na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujui wakati gani Mwenyezi Mungu amekuandikia uongofu katika jambo lipi. Eneo la pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa khabba sukhatahu fi ma'siyatin, Mwenyezi Mungu pia ameficha ghadhabu zake katika maasi. Fala tahqiranna min al-ma'asi shay'a, hivyo usidharau maasi ya aina yoyote. Usione kumsengenya mtu. Inawezekana Mwenyezi Mungu katika hili unalolifanya ikawa ni ghadhabu yake Mwenyezi Mungu, akakuondosha maisha yako na sengenya. Sawa? Usidharau. Ujui wakati gani Mwenyezi Mungu atakuhukumu kwa dhambi unayoitenda, iwe kubwa iwe ndogo. Unaambiwa usizini, ujui ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inaweza kukukumba katika eneo lipi. Umeenda kuzini, Allah akakufedhesha, umefumaniwa fedheha kubwa, sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anamstiri mja wake. Lakini ujui sehemu gani Mwenyezi Mungu ghadhabu yake inakuwa kubwa sana katika maasi. Jiepushe na maasi. Uwezi kujua maasi unayoyafanya katika wakati huo ndio kifo chako kinakukuta. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, Mtume anasema wa khabba awliya'ahu bi ibadihi, kisha Mwenyezi Mungu amewaficha mawali wake katika waja wake. Huwezi kumjua mawali wa Mwenyezi Mungu kwa kumtazama kwa macho. Umekaa tu, mara mtu amekuja, unamdhulumu huyu, unampiga huyu kibao, umemtukana huyu, unajifanya wewe ukikaa unavimba. Huwezi kujua huyu unemvimbia saa nyingine katika vipenzi wa Allah, akinyanyua tu mikono yake, ya Rabb, mja wako anakuwa na kibri sana, ananionea katika hili, ananinyanyasa katika hiki, changu hiki ananidhulumu. Mwenyezi Mungu muondoshe katika hiyo nafasi yake, muondoshe huo utajiri na mali hiyo anayolingia. Ya Rabbi, mfanye awe maskini katika maskini. Ukajikuta wewe kila siku hali inakuwa duni, inakuwa duni, inakuwa duni, mpaka unakuwa afqar wahid fil alam. Fukara hamna kama wewe katika ulimwengu. Umeelewana? Kwa hiyo mwanadamu hutakiwi kufanya kibri kabisa, kwa sababu haujui vipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wako wapi. Na katika hili mtu mmoja anaitwa Ibrahimul Adham, katika wacha Mungu katika wacha Mungu wakubwa na katika kibaru tabi'in. Ibrahimul Adham alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana katika ardhi ya Iraq, lakini alikuwa anatajika kwamba ni katika wacha Mungu wakubwa sana. Mara moja akakutana Ibrahimul Adham na bwana mmoja
mchoma mikate, choma mikate, anaoka mikate usiku. Ibrahimu al-Adham ametoka huko alikotoka katika mji wake bali amekuja katika mji mwingine, ameingia wakati wa jioni, hana mahala pa kufikia, akafikia msikitini. Watu wameswali isha, wamemaliza, wameondoka, yule bwana kabaki peke yake msikitini. Waangalizi wa msikiti, bwana vipi bwana, muda umeisha? Mimi bwana naendelea kufanya dua hapa, nitalala hapa. Tukuruhusu bwana, mimi niacheni tu. Haiwezekani. Wakaenda mbali zaidi wale watu, wakamburuta, wakamtupa nje. Hawamjui, asiye kujua hakuthamini. Na yule bwana mcha Mungu mdhaifu tu akawa amekaa, purukushani zile wakati zinafanyika, huyu muoka mikate akawa anaona, akamfuata kama bwana, vipi? Akamwambia, mimi bwana mgeni hapa, nimekuja natafuta hifadhi ya kukaa, lakini nikaona labda nikikaa msikitini ndio sehemu sahihi. Kumbe wana nidhamu na taratibu zao. Sasa ndio wamekufuja hivi, basi njoo bwana utakakaa ile sehemu na mimi hadi asubuhi. Haya, tutoke. Wakatoka mpaka katika tanuri la mikate. Fika kwenye tanuri la mikate, yule bwana akamtandikia kimkeka, bwana jipumzishe hapa, mimi nafanya kazi zangu. Yule bwana anachokifanya, yule muoka mikate, akishakanda mkate wake ule, akienda katika lile tanuri la kuweka mkate, bismillah, kwa nguvu tu. Ukishaiva akitoa alhamdulillah. Ni hivyo kuanzia usiku kucha, uradi wake ni bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ibrahimu al-Adham mwanachuoni, mpaka usiku anasikia tu bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Akaona huyu bwana hana uradi mwingine katika usiku isipokuwa bismillah na alhamdulillah. Akamwita, akamuuliza, bwana, kwani wewe huna uradi mwingine wowote zaidi ya bismillah alhamdulillah? Akamwambia, wallahi sina uradi mwingine isipokuwa huu, na Mwenyezi Mungu amenionyesha mengi sana katika uradi huu, mengi kabisa. Kila ninachomuomba Mwenyezi Mungu mimi ananikubalia dua yangu kwa siri ya bismillah na alhamdulillah, fa ana mujabu da'wa. Mwenyezi Mungu amekuwa akinijibu madua yangu mimi, nikiomba ananikubalia. Isipokuwa tu Mwenyezi Mungu hajanipa dua moja tu, dua moja tu Mwenyezi Mungu hajanikubalia. Ibrahimu al-Adham akamuuliza, dua gani usiyokubaliwa na Mwenyezi Mungu? Akamwambia, wallahi siku zote nimekuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu anikutanishe na mtu mmoja mwanachuoni mkubwa katika ardhi ya Iraq anayeitwa Ibrahimu al-Adham. Dua hii na mwaka zaidi ya 10 namuomba Mwenyezi Mungu aje nikutanisha naye. Ibrahimu al-Adham akatoka na machozi, akasema, bwana wewe una ilmu kubwa na wewe ni mcha Mungu mkubwa kuliko wewe Ibrahimu al-Adham. Akasema, anatajwa sana. Ukamwambia, bwana huyo ala si chochote huyo, unakuwa wewe Mwenyezi Mungu ukimuomba chochote anakukubalia, basi wewe ni mcha Mungu mkubwa kuliko Ibrahimu al-Adham. Akamwambia, ila dua hii aje nikubalia. Akamwambia, akakubalia, ndo mimi Ibrahimu al-Adham. Tumeelewana? Sasa ukitazama yule ni muoka mikate tu, mtu dhalili kabisa. Dua anayoifanya ni moja tu, bismillah alhamdulillah. Mwenyezi Mungu anampa kila analoliomba, anapewa. Sawa. Sasa tujilinde sana na dua za watu, na uonevu, unyanyasaji, dhulma. Tusitegemee nafasi tulizo nazo. Nafasi hizi tumepewa na Allah, na Allah anao waja wake wakimwambia anabadilisha hiyo nafasi uliyokuwa nayo mara moja.
Hali hizi za kiuchumi tulizonazo kadhalika ni hivyo hivyo. Tusitakabari sana. Na wakati mwingine maskini ya Mungu, Allah amewajalia watu riziki, amewajalia watu riziki na ajulikana, Allah kawafungulia katika riziki. Sasa unafuatwa na watu wakati mwingine wakakosa busara, kosa subira, shaitani akawachezea. Na shaitani anawachezea watu kwa namna nyingi sana, namna nyingi sana. Inawezekana juzi na jana umetoa zaka wewe milioni 40, umewapa watu milioni 40, umehesabu watu 80 umewapa zaka, sawa. Anakuja mtu maskini anastahiki, bwana mimi maskini bwana, mimi na shida hizi na hizi na hizi na hizi. Shetani akakwambia mchane huyo, wewe toka zako bwana, hamna umaskini wote nyewe, wavivu tu kufanya shughuli. Umeelewa? Hujui ile kaja kwa njia ipi. Unaweza usimjibu chochote, utakumpa utakumpa chochote, usimwambie kero, kaa kimya na mali yako, si utakumpa, usimjibu kero. Amma saila fala tanhar, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Wa amma saila fala tanhar, simkopokee mtu anayeomba. Hujisikii kumpa, maana sio kwamba huna, wewe unayo, unaacho, ila hujisikii kumpa, basi uzuie ulimi wako usiseme vibaya, usiseme vibaya. Anakuja mtu kwanza nyinyi wengine tunasikia siku hizi ukiwasaidia tu hao tayari usiseme, uzuie mdomo wako. Usimwambie sina, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyekupa anajua unacho. Basi nyamaza kimya. Unashindwa yote, mwambie tu Allah karim bwana, inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Sawa mtu mwingine inawezekana mtu akakwambia mwenyewe, sisi masheikh manake wakati mwingine anatukuta bwana, wakati mwingine anatukuta mtu anaweza kukwambia kabisa yeye mwenyewe, shehe bwana, ukitokea mtu yoyote ana changamoto tuambiane bwana, mambo yenyewe unajua tena Allah ndo ametujalia hivi. Basi ukisema umpigie simu atapokea mara ya kwanza, bwana vipi bwana, kuna jambo hili na hili na hili na hili, sawa basi shehe tutawasiliana baadaye. Baadaye hiyo kile ukipiga simu hazionekani, zinaita tu, unapiga tu hapokei, unapiga tu hapokei, mwisho wa siku anakublock na yeye. Alhabibi uliniambia mwenyewe bwana, akitokea mwenye changamoto tumlete, mbona tunapiga na block tena? Tumeelewana Kwa hiyo mali hizi ni changamoto, ni fitna. Tunapokuwa nazo basi tu jicho letu limtazame zaidi Mwenyezi Mungu, kwa sababu Allah ni mkali na Allah anaweza kufanya lolote, mahala popote, wakati wowote. Kwa hiyo tujizuie ndimi zetu tunapokutana na wanaohitaji. Tusiwaite watu matapeli wala tusiwaite watu wajanja. Ni bora kunyamaza kimya, kwa sababu ukifanya hivyo hautoingia katika dhima ya aina yoyote. Lakini usiseme uongo kwamba huna wakati unacho, na wala usitoe maneno ya kashfa na kejeli, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo hayampendezei. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa katika wale ambao wanafanya yale yanayomridhisha, na atujalie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa katika wale ambao wanayoyasikia katika mambo mema wanayatekeleza. Innahu waliyu dhalika wa huwa alqadir. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.